إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah anasema katika tafsiri ya aya hii, enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wachaji Mungu. Ndugu zangu Waislamu, la yakhfa ala aljamii kwamba tunakabiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia tunakabiliwa na ibada adhima, ibada ya saum ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan. Ndugu zangu Waislamu, saum katika lugha ya Kiarabu ina maana imsak, kujizuilia na kila kitu, hiyo inaitwa saum. Wa minhu qawluhu ta'ala limaryam imra'ati Imran fakuli washrabi waqarri aina fa imma tarayinna min albashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Allah subhanahu wa ta'ala anamuelekeza mama yake Nabii Isa alayhi salam, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwafikisha kwamba ana ujauzito wa Nabii Isa alayhi salam, akamwambia kula, kunywa, macho yako yafurahike kwa ujauzito huu, na ukikutana na yoyote katika watu mwambie inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Allah kutozungumza, kunyamaza. As-sawmu huna bimaana as-sukut, kujizuilia na kusema. Falan ukallima al-yawma insiya, sitazungumza na yoyote. Idhan as-sawmu fi al-lugha al-imsak. Amma shar'an, as-sawm shar'an الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية, ni kujizuilia na vitu vyote vinavyofunguza, kujizuilia na vitu vyote vinavyofunguza saumu kutoka alfajiri ya kweli ya pili mpaka kuzama kwa jua, kwa nia. Kujizuilia na hayo kwa nia, sababu mtu anaweza akajizuilia na kula
na kunywa kwa sababu ya maradhi, hiyo sio saumu kisheria. Lakini saumu ya kisheria ni kujizuilia na kula na kunywa na kila kinachofunguza saumu biniya, kwa nia. Na nia, ndugu zangu Waislamu, mtu ananuia kufunga, waniyatu mahalluha alqalb. Wanasema maulama, waniyatu mahalluha alqalb wanutqu biha bid'atun dalala. Nia mahali pake ni moyoni, kwamba unanuia kufunga kesho, mahali pake ni moyoni. Kuitamka nia ni uzushi, ni upotevu kutamka nia. Hakuna hadithi moja inayosema kwa Mtume alisema nawaitu sauma ghadin an adai. Zote sala, siyam, kila kitu nia ni moyoni, si kutamka nia. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mmefaradhishiwa saum kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wachaji Mungu. Hii ndiyo hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea ibada hii ya siyam ya mwezi Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala hajatuwekea ibada hii kwa ajili ya kutuadhibu, hajatuwekea ibada hii kwa ajili ya kututia adabu, hajatuwekea ibada hii kwa ajili ya kutuweka na njaa na kiu. La, ametuwekea ibada hii ili tuwe na takwa, la'allakum tattaqun, ili muwe na takwa. Kwa kila Muislamu anatakiwa aweke mbele lengo hili la Allah subhanahu wa ta'ala kutuwekea ibada hii, aweke mbele ya macho yake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada hii ili tuwe ni muttaqin. Nini takwa? Ikhtalafat ibaratul ulama fi ta'rifi at-taqwa. Maulama wametofautiana katika maelezo ya nini takwa. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, khalifa wa 4 wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema at-taqwa al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'dadu li yawmir rahil. At-taqwa al-khawfu min al-jalil, ni kumwogopa Allah, wal-amalu bit-tanzil, na kutekeleza Qur'ani, yaliyo katika Qur'ani kuyatekeleza, amri za Qur'ani kuzitekeleza, makatazo ya Qur'ani kuyawacha. Wal amalu bitanzil waridha bil qalil, na kuridhia kile kichache alichokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istidadu li yawmir rahil, na kujiandaa kwa siku ya safari, siku ya mauti, kujiandaa kwa amali njema kabla haijafika siku ya mauti. Talq ibn Habib التابعي الجليل naye akielezea taqwa قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. طلق بن حبيب رضي الله عنه anasema taqwa ni kutekeleza taa ya Allah, an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah, kwa nuru ya Allah na msaada wake. Wa an tatruka ma'siyata Allah, na kuacha maasi ya Allah, ala nurin min Allah takhafu iqab Allah, kuacha maasi ya Allah kwa nuru ya Allah na msaada wake, huku ukiogopa adhabu ya Allah. Wengineo katika maulama wanasema at-taqwa an taj'ala bainaka wa baina adhabi Allahi wiqaya, ni kujalia na kufanya baina yako na baina ya adhabu ya Allah kinga, kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza amri zake na amri za mtume wake na kuacha makatazo yao. Kadhalik baadhi ulama yuarifuna at-taqwa, yaqulun at-taqwa imtithalul awamir wajtinabun nawahi, ni kutekeleza amri za Allah na mtume wake na kuacha makatazo yao. Hii ndiyo takwa. Kwa ndugu zangu Waislamu,
Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ibada hii ya siyamu ya Ramadhani ili tuwe na takwa. Na tujue ndugu zangu waislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa pepo yake kwa hawa muttaqin. Hawa wenye takwa ndio wameandaliwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kwamba pepo ni ya muttaqin, watu wenye takwa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lilmuttaqin. Kibilieni, fanyeni haraka kupata msamaha wa Allah na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Pepo imeandaliwa kwa wenye takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lilmuttaqin. Kadhalik yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Wale wenye takwa wana kwa Mola wao pepo za neema. Inna lilmuttaqin 'inda rabbihim jannatin na'im. Idhan pepo imeandaliwa kwa muttaqin wenye takwa. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea saumu hii ya Ramadhani ili tuwe ni muttaqin wenye takwa na ili atuingize peponi kwa fadhila zake na rehema yake. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, maulama wameweka mambo kadhaa kwa ajili ya kuupokea mwezi wa Ramadhani. Moja katika mambo hayo ni ad-du'a, kumuomba Allah azza wa jalla kila Muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe katika mwezi huo wa Ramadhan, mwezi wa nafahat, mwezi wa khairat, mwezi wa barakat. Ni sunna kila mmoja katika sisi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe mwezi huo wa Ramadhani, mwezi mtukufu. Ndugu zangu Waislamu, siku 4 hizi zilizobaki au siku 5 au 6 zilizobaki ni siku nyingi. Ni siku nyingi sana, kwa sababu hatujijui leo jioni tutafika au kesho tutafika, hatujijui. Kwa hizi ni siku nyingi, tunatakiwa tumuombe Allah azza wa jalla atufikishe mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Lataiful Ma'arif yaqul, wa kana as-salafu as-salih يدعون الله أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه أن يتقبله منهم. walikuwa salafu salih wakimuomba Allah awafikishe mwezi wa Ramadhani, kisha baada ya kufika mwezi wa Ramadhani na kufunga wanamuomba tena awakubalie saumu zao na ibada zao walizokuwa wakifanya mwezi wa Ramadhani. wakana salafu salih yad'una Allah an yuballighahum Ramadhan thumma yad'unahu an yataqabbalahu minhum. Pili, ni sunna kila Muislamu anapouona mwezi muandamo wa Ramadhani aombe dua ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kusema, Allahumma ahillahu alaina bilyumni waliman wassalamata walislam rabbi wa rabbuka Allah. Ni sunna kila Muislamu anapoona mwezi muandamo huo wa Ramadhani aseme dua hii ya Mtume sallam. في صحيح الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. أولكيه ulemwezi muandamo na kusema rabbi wa rabbuka Allah, mola wangu na mola wako ni Allah. Hii ni sunna. Kadhalik, jambo la tatu ni hamd na himd na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapofikishwa mwezi wa Ramadhani akawa hai
akawa na uzima wake na afya yake, anatakiwa amshukuru Allah azza wa jalla kwa kumfikisha mwezi huo. Kwa sababu ndugu zangu Waislamu, ndugu zetu wengi tumewakosa, ndugu zetu wengi hawakufika katika mwezi wa Ramadhani. Mama zetu, akhawati zetu, ami zetu, wengi waliokuwa wakitaraji kufika katika mwezi wa Ramadhani hawakufika. Allah subhanahu wa ta'ala amewakitari, wameshafikiwa na mauti. Kwa anayefika katika mwezi wa Ramadhani katika sisi, anatakiwa amshukuru Allah azza wa jalla kwa neema hiyo ya kufikishwa katika mwezi wa Ramadhani. Al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah katika kitabu chake Al-Adhkar yaqul wa'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun dhahira aw indafa'at anhu niqmatun dhahira an yasjuda shukran lillahi ta'ala. واعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى. ni sunna kwa mtu ambaye amepata neema mpya au imemuondokea shida ya dhahir, anatakiwa ni sunna amsujudie Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshukuru kwa neema hiyo au kwa teso hilo na shida hiyo iliyomuondokea. Na katika neema kubwa kwa Muislamu ni kufika katika mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Jambo la 4, ndugu zangu Waislamu, naipa nasaha nafsi yangu na nawapa nasaha ndugu zangu Waislamu wote duniani kutumia vizuri mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuutumia vizuri mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa tutawafikishwa kufika, tuutumie vizuri mwezi huo kwa kufanya amali njema mbalimbali bila kupoteza nyakati zetu. Ndugu zangu Waislamu, wakati ndio umri wa mtu. Ibn al-Qayyim rahimahullah yaqul alwaqtu huwa umru al-insani fil haqiqa, wakati ndio umri wa mtu kwa uhakika. Wakati wake ndio umri, kila anavyoutumia vizuri wakati wake ndio umri wake ameutumia vizuri. Kwa tutumieni wakati wa mwezi huu wa Ramadhani, tuutumie vizuri kwa kufanya amali njema nyingi tu. Tusidharau, tusibweteke, tusiingie uvivu. Tusomeni Qur'an, tusomeni adhkar. Al-Qur'an, ndugu zangu Waislamu, thawabu nyingi za kusoma Qur'an, na ndio maana unaitwa shahrul Qur'an, mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa katika mwezi huu. Tunatakiwa tusome sana Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qaraa harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Mtume sallam akielezea thawabu nyingi za Qur'an, Mtume anasema katika hadithi hii aliyopokea Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallam, mwenye kusoma herufi moja katika Qur'an anaandikiwa jema moja, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na jema moja analipwa mema 10 mfano wake. Mtu anayefanya jema moja analipwa mara 10. Kisha anasema Mtume, la aqulu alif lam mim harf, sisemi kwamba mtu anayesoma alif lam mim ni herufi moja, la, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alifu ni herufi na lamu ni herufi nyingine na mimu ni herufi nyingine. Idhan alif lam mim thawabu 30. Je, unaposoma safha nzima, je unaposoma hizbi nzima, unapata thawabu ngapi ndugu zangu Waislamu? Kwa tusipotezi wakati. Ndugu zangu Waislamu, kuna watu hawachezi draft, hawachezi keram mpaka mwezi wa Ramadhani, wanakwenda kutafuta mbao, wanatengeneza makeram. Hii ni kuudharau mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani mnapoteza nyakati zenu kwa mambo ambayo hayana faida hata nusu. Keram ina faida gani? Drafting ina faida gani? Dhumna ina faida gani? Ni kupoteza wakati bure ndugu zangu Waislamu. Umri wa mtu anaupoteza kwa sababu ya kucheza mambo ya michezo ambayo haina faida yoyote, la fi dunia wala fil akhirah. Kwa tusipoteze wakati hata dakika moja, mtu aitumie kwa ajili ya mambo ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Ramadhani. Nasallu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla
fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallam wa barak.